Bakari Nondo Mwamnyeto inabidi aondoke ndani ya kikosi cha Young Africans. Hii ndio kauli ambayo kila mmoja anayezungumza mara baada ya yale makosa ambayo Bakari Nondo Mwamnyeto aliyafanya kwenye mchezo wa Yanga dhidi ya Dodoma Jiji, na ulikuwa ni mchezo uliohitimisha unbeaten 42 za Young Africans, na ndio mchezo ambao ulisababisha Young Africans wakafungwa mabao mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara tangu mwaka 2024 walipofungwa mabao matatu na kikosi cha Tabora ambao hivi sasa wanafahamika kama TRA. So Bakari Nondo Mwamnyeto alifanya makosa kwenye ile mechi na Young Africans wakafungwa magoli mawili, na kwenye magoli matatu aliyofungwa Bakari Nondo Mwamnyeto ana magoli mawili ambayo aliyasababisha. So swali la msingi ni je, anastahili kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans na anastahili kubeba hizi lawama ambazo Young Africans wanazipeleka kwake, na yeye ndiye mwenye hayo makosa na vitu kama hivyo? Nataka tukae hapo tuchambue ile. Karibu sana hapa panaitwa Kanyasi Digital. Tusahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili wewe wa kwanza kuzipata hizi taarifa. Hapa hatuulizi tu kitu, atuzungumzi kitu kimetokea vipi, ila tunazama ndani zaidi na kueleza kwa nini kilitokea. Bakari Nondo Mwamnyeto ni moja kati ya wachezaji ambao wana muda mrefu sana ndani ya kikosi cha Young Africans na wanaweza wakakaa kwenye Hall of Fame, kwa maana ule ubao wa watu mashuhuri ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu kwanza yeye ndiye beki ghali zaidi kuwahi kununulika kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa. Karibuni of course wameshatokea watu wengi, lakini kipindi anatoka Coastal Union na anaelekea ndani ya kikosi cha Young Africans alikuwa ni beki ghali zaidi. Yani Coastal Union walimuuza Bakari Nondo Mwamnyeto kwa fedha inayofikia karibia milioni 100, na ambapo Coastal Union walichukua kama milioni 80, ikawepo sign on fee pamoja na agent fee. Kwa ujumla wake ilifanya ifike kama milioni 100, na ambayo ina set hiyo standard ya kuwa moja kati ya mabeki ambao wamesajiliwa kwa gharama kubwa sana kwenye kikosi cha Young Africans pamoja na ligi kuu Tanzania bara kwa ujumla, kwa beki ambaye anacheza soka la ndani ambaye ni beki mzao, na ni miongoni mwa makapteni ambao wamebeba makombe mengi sana hapa nchini Tanzania. Kombe ambalo amebeba makombe 4 ya ligi kuu Tanzania bara as a captain, amebeba almost FA mara 3 as a captain. Unakumbuka ile aliyopoteza ilikuwa ni dhidi ya Simba kwenye uwanja wa Lake Tanganyika, lakini hapa katikati amebeba muungano, ameiongoza Young Africans kucheza finali dhidi kikosi ya USM Alger kwenye mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika ambayo Yanga nyumbani walifungwa bao 2-1 na away Young Africans wakaenda kushinda bao 1-2. Lakini Bakari Nondo Mwamnyeto ameifikisha Young Africans hatua robo finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika dhidi ya kikosi cha Mamelodi Sundowns kama utakuwa nakumbuka, ambapo Young Africans waliondolewa kwenye michuano kwa mikwaju ya penalty. Kwa nini nimekuambia haya yote? Nimejaribu kukujengea taswira na kukuonyesha ni mchezaji muandamizi ndani ya kikosi cha Young Africans kwa kiwango gani. Ni mchezaji muandamizi, ana historia pana, na vovote vile takavyokuwa atakumbukwa kwa yale ambayo ameyafanya. Kwa mchezaji kufanya makosa kama yale uwanjani, kuna vitu ambavyo vinakuwa ni vya kiufundi, lakini ni vitu ambavyo mchezaji amezaliwa kuwa na makosa ya namna ile. So inabidi timu iwe na watu ambao wanaweza wakamsaidia asifanye makosa ya namna ile kwenye wakati kama ule pale. Kwa sababu Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa na msimu mzuri sana tangu ametua ndani ya kikosi ya Young Africans. Msimu wake wa kwanza, msimu wake wa pili, of course msimu wake wa 3, na msimu wake wa 4 na wa 5 ambao ni huu hapa, mambo kidogo hayajaa mazuri sana. Kwa nini? Kwa sababu hapo katikati Bakari Nondo Mwamnyeto alifiwa na mtoto wake pamoja na mke wake kama nitakuwa niko sahihi. Ni misiba ambayo ikimpata mwanaume yoyote vovote vile, kuna namna ambavyo psychological hatakuwa sawa. So wakati hayo yote anatokea, ndio wakati ambao Young Africans wakaenda kumsajili Ibrahim Ahmad Baka, akaenda kupacha na Dickson Job. Bakari Nondo Mwamnyeto akipitia kwenye ile situation ya kuheal kwenye ile loss ambayo alipata. Wakati anarudi uwanjani, tayari kuna mtu alishaaminika kwenye kikosi cha Young Africans ambaye ni Ibrahim Baka anaipacha na Dickson Job. Mara zote kwenye football kuna maeneo ambayo tunaweza tukayagusa vovote vile tunavyohitaji, but believe me, kama kuna eneo ambalo linahitaji kuguswa kwa makini mkubwa sana, ni ile eneo ambalo ni la backline. Hawezi ukaligusa hivi. So wakati anapona akarejea kwenye kikosi,
tayari Ibrahim Baka anauasha. So mechi za kucheza kwake zikawa ni mechi chache sana. Ibrahim Baka amefanya hivyo msimu wa kwanza, msimu wa pili, nao anaenda msimu wa tatu. Ibrahim Baka yuko pale juu, anaendelea kutoa kiwango bora. Dickson Job yuko pale juu, lakini kwenye kufanya hiyo nafasi endelee kuwa na ushindani, Young Africans wakamuongeza Frank Asing kwenye hilo eneo, ambaye ameonyesha sasa uwiano na kikosi cha Young Africans kipana kwenye mithili ambayo wewe mwenyewe unaweza ukachagua. Hapa katikati wakati anaanza kurejea, akaanza kupata mechi kadha wa kadha za kucheza, lakini ukimwangalia unagundua kwamba kuna issue ya confidence imeshuka, kuna issue ya kujituma imeshuka, pengine na umri nao unaanza kusogea. Lakini taratibu Ibrahim Bakari Nondo Mwamnyeto akawa anajaribu kurejea ndani kikosi cha Young Africans, na mwishoni mwa raundi ya 15 Dickson Job akapata injury ambayo itamweka nje kwa muda mrefu mpaka msimu unamalizika. Sasa Young Africans hawakuwa na sehemu ambayo anaweza akamkwepa Bakari Nondo Mwamnyeto, akaanza kuingia kwenye kikosi na kupacha pamoja na Ibrahim Baka. Of course mechi zake za kwanza unaona anacheza vizuri, lakini issue ya confidence bado ni shida sana kwake. Issue ya kufanya clearance, kwa maana ile mpira ambao unazengea kwenye eneo la box kuukosha uende mbele, kwake kidogo ikaendelea kwa shida kubwa sana. Sasa kwenye madhaifu kama yale pale, kama timu kuna vitu ambavyo inabidi msaidie kuvifanya ili timu iwe bora na timu iwe imara. Mfano, kama ni mchezaji mna shida naye kwenye eneo la clearance, maana yake ni kwamba yeye asisimame kama last defender, inabidi asimame kama reactor defender. Yani wakati timu inashambuliwa, nani ambaye ana react kutoka kwenye eneo la ulinzi kwenda kutafuta mpira? Maana yake astahili kwa Ibrahim Baka, inabidi awe Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa sababu kwenye clearance si mzuri, sio? Lakini kwenye mazingira yote ya mabao yale mawili yaliyofungwa, unagundua kwamba Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa ni last defender. Kitu ambacho mimi nasema ili kumsaidia inabidi awe reactor defender. Kama angekuwa sio last defender, maana yake ni kwamba pana angekupa Ibrahim Baka na yeye wangemsaidia asifanye yale makosa. Lakini issue nyingine ni kwamba lazima muwe na nambari 6 ambaye anaweza kushuka chini na kuisaidia timu hii wakati inashambuliwa, kwa maana kutafuta mpira kabla hujafika kwenye mazingira ambayo Bakari Nondo Mwamnyeto ataweza kuleta shida. Nimekupa hiyo taswira kidogo ya kiufundi uweze kuelewa kutojiamini kwa Bakari Nondo Mwamnyeto kulitokea wapi na kwa nini alianza kuonekana confidence yake inashuka na madhaifu kama haya ambayo yanatokea. Lakini swali la kimsingi, anastahili kuondoka, na mashabiki wa Young Africans wanamtendea haki Bakari Nondo Mwamnyeto. To be honest, ili kwangu mimi nitakwambia Yanga wamtendea haki Bakari Nondo Mwamnyeto kwa sababu ni mchezaji mwandamizi ndani ya kikosi cha Young Africans, anastahili kuheshimiwa, anastahili kukosolewa of course, kwa sababu kila mwanadamu anastahili hiyo, lakini si kwenye eneo la niseme ni kama kumvunjia heshima ya kila ambacho amekijenga, kwa sababu kabla ya yale mabao mawili ambayo tunasema aliyasababisha, kuna mechi ya dabi hapo ambayo yeye alienda kufunga bao la kusawazisha. Kwenye mpira miguu kuna kuaga na siku mbaya kazini na siku nzuri kazini. Haifahamiki siku mbaya kazini itakuwa ipi, na siku mbaya kazini inaweza ikamkumba mtu yoyote. Kama mashabiki, kazi yenu ninyi ni kumcomfort mchezaji wenu na kumpa confidence ya kumwambia you know what, umekosea, lakini huu si mwisho wa mapambano, kwa sababu tuna mechi nyingine ambazo inabidi tuzipambanie ili tuweze kubeba ubingwa. So kwangu mimi nitakwambia Bakari Nondo Mwamnyeto astahili kwa namna yoyote ile kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans. I think anastahili kustaafu kwa heshima ndani ya kikosi cha Young Africans, kwa sababu ameipa Young Africans mafanikio makubwa sana. Ameingia kwenye rekodi ya kuwa beki ambaye ameshinda makombe mengi as nahodha. So kwangu mimi nadhani Young Africans mnastahili kumcomfort zaidi, atoke kwenye hii hali ya sintofahamu ambayo pengine anaweza akawa anaipitia hivi sasa, mpaka awe yule ambaye ninyi wenyewe mnamhitaji. I don't know wewe unasemaje kwenye hili? Ni sawa kabisa ukiniandikia hapo chini kwenye comment, lakini usisahau wewe ukija huku njoo ukiwa umeshazima zako hisia. Huku tunatumia akili tu na kuchanganua mambo kwa ukweli na uwazi, pamoja na takwimu kama zipo zinazungumza kitu cha namna gani. Na kuna taarifa zilikuwa zinaeleza jamaa amezima simu, ameondoka kwenye kambi, lakini kwenye mazoezi ambayo Young Africans jana wamefanya mara baada ya kurejea kambi alionekana Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa bado ni mchezaji wa kikosi cha Young Africans, japo kuna hizo chokochoko za kusema
kama vipi atupishe. Asante. Saluti la familia.